Yaani mama, kusema kweli mimi hata simuelewi huyo kaka yako. Afu mdomo wako huo. Kafanyaje huyo kaka? Sijui anafanya nini hapa. Ana kazi yoyote, kazi kumaliza nafasi tu. Mimi kila siku nalala godoro la chini. Siondoka huko kwao kijijini akawachimbe miogo. Asa wewe kakaangu wewe anakuhusu kitu gani mpaka unaongea maneno kama mtoto mdogo kama hivi? Kinacho ni umalo, kwa nini mimi nilale godoro la chini afa yale godoro la juu? Sawa, haya. Utalala na mimi. Haya unasemaje sasa kakaangu mpaka unamsema sema hapa maneno mimi hata sikuelewi. Hebu zungumza bwana, nyoosha maelezo. Yaani hilo jambo. Wewe unajua jambo? Jambo zito. Uzito umepitiliza hadi umevunja mzani. Si ndio useme jambo gani? Alichoniambia nimtafutie piskali. Unasemaje wewe? Yaani mjomba wako ndo anakutuma wewe mtoto mdogo kama wewe kumtafutie demu tena? Wewe si unaelewa maana pisi? Kaniambia nimtafutie pisi. Mbona hii hatari? Yaani ukakangu anatafutia matatizo kweli yani. Ili alijaisha mara hili. Anakutuma wewe mtoto mdogo kama wewe anakuambia mambo kama haya kikubwa kweli jamani. Kwa hiyo umemjibuje wewe mjomba wako? Nimwambiaje nitamtafutia? Wewe una akili kweli timamu wewe? Ndio mimi ninazo. Jamani mtu sikaniomba jamani sasa mimi nimkatalie. Hebu toka hapa. Gana siku nyingine usije kurudia tena. Nina watoto wengine jamani. Yaani sasa huyu kakangu naye anafanya utumbo gani kama hivi Wewe kumwambia mtoto kama mambo kama haya kuzungumza naye kweli Digi kama hili kweli wa kuzungumza naye mtoto mdogo kama mambo haya ya kumtafutia demu. Kumbe na maana kweli rafiki yangu atakuwa amemtongoza kweli huyo mjinga kweli huyo. Yaani ataniharibia. Ataniharibia kabisa hapa mji wangu. Yaani atarudi shamba kulima huko kwa hiyo mikorosho yake. Shogangu. We dada, sikia nikwambie. Naomba ukae mbali na shughuli yangu. Maana yake nakuona tu unavopita pita. Mara uko hapa, mara uko pale. Shughuli yake mbovu. Shughuli yake ina mashiko. Sijui kula keki sijui kwa nini inahusu. Hivi wewe kwani unajielewa wewe? Umetoka huko kurupu na kwambia nyoko ngongo kwa shughuli gani kwanza? Kwa keki gani? Kwa kijola kipi? Kitambaa chenye kimechoka kimefubaa kama nini afu unakuja kuninyongo. Sikiliza nikwambie wewe Bishosti. Fanya ya kwako ya kwangu mimi hayakuhusu. Nimekuona kijuso ndio maana hata kwa nusu yangu sijakualika. Huna mashiko, huna cha kunipa. Nijishikilie kwa kipi au sio jishikilie kwa kwanza kufuatilia shughuli yangu? Eti kwa shughuli gani? Kinachokuasha wewe kitu gani kutoka kunijadili? Shughuli yake mbovu. Sijui shughuli yake haieleweki. Sijui wewe na kusuni. Kwani nimekuona kijuso sije kukualika kwenye shughuli wewe? Nimekuta huna mashiko kwangu. Si lolote si chochote. Sasa basi nakwambia, huwa unafiki wako na umbea wako nitakuja kukuonyesha. Na ndo nakwambiaje, umbea siachi, umbea adili kwa taarifa yako upo. Unaniweka mjini wa umbea kama ulikuwa ujue. Kama umbea adili, umekupa faida gani mpaka dakika hii? Askoma. Nitaenda kushtaki sasa hivi. Dakika sio ndefu. Sikiliza nikwambie paka shume wewe usiyejielewa. Sio kama na la chini. Ulikuja kwangu lini? Na muda gani na saa ngapi? Sasa basi nakwambia. Sitaki tena kaa mbali na shughuli yangu. Sijui unanielewa? Hujielewi, sijakualika na huna mashiko, huna chochote kile. Kwa hiyo sasa, naomba ukae mbali na familia yangu nitakachokufanya. Wewe naomba ukae mbali na shughuli yangu. Sijui unanielewa Jamani kulikoni? Mtu na shoga yake mnapiga bwato. Vipi? Mimi sio shoga yangu. Shoga yangu mimi nimekuja nina shida. Tena nina matatizo yamejia hapa kwenye koo. Mume wangu na siku hizi hajalala kwangu. Ndo kapotea mazima shoga yangu. Sasa sijui shoga utanisaidia vipi? Atakusaidia nini huyu? Atakusaidia nini? Huyu bibi huyu ni mnafiki, ni mbea, ni mgombanishi, akili kichwani kwako. Kama wenzangu, sitaki ushahidi kipofu. Mimi nilimuona kule bondeni. Toka siku zeni nilivyokuambia bwana wako nimemuona huko nyuma, basi sijamuona tena. Kwa hiyo huyo binti unamfahamu? Mimi namjua shoga yangu, nilomkuta naye. Na kwao napajua. Akai hata mbali na hapa. Basi naomba unipeleke udugu wangu. Mimi sijui shoga yangu. Udugu wangu ndo unaniacha hivi hivi? Ama kweli. Haya poa baadaye.
nimefuata huo wito, maana nimekutana na Jessica huko kaniambia mbio mbio unaniita. Ni kweli nakutafuta dada yangu. Na nini nazungumza kukutafuta dada wewe? Ni kaka yako Konde. Konde tena kafanyaje? Mbona umesuka hivyo? Konde sio kaka. Kaka yangu ndio maana nimekuuliza. Basi tulia hapo nikupe mchapo. Kuna siku niko hapa nyumbani kwangu Mai alikuja. Baada ya kuja kaniambia dada kuna mtu anakuita. Mimi nikatoka naye hapa Mai mpaka nyumbani kwako. Kufika kule nikamkuta wewe mkaka. Ana nywele hivi ndefu hivi. Ndio huyo kaka yangu. Baada ya kufika pale cha ajabu anaanza kumfokea wewe Mai. Anamwambia wewe Mai, umeniletea kitu gani? Mbona umeniletea kituko? Unaniletea mtu anafanana na Mbao za Linta? Hivi mimi dadangu kiniangalia anafanana na Mbao za Linta? Yaani kakaangu mimi anasema hivyo anakuambia wewe na maana? Ndio huyo. Mimi mbona sijui hizo taarifa ndio kwanza unanipa wewe? Basi ndio hivyo. Mimi sijajua sababu au nia na dhumuni lake yeye kuniita mimi nyumbani kwangu, afu nafika kule asiniambie cha maana. Anaanza kunikashifu mwanamwenzie nimemkosea nini? Ndio maana nikakuita dada yangu. Sijapenda hicho nifanyia kaka yako. Kwa kweli pole. Wewe usijali. Mimi nikirudi nitazungumza na kakaangu. Maana hapo nyumbani majanga kila siku hayaishi. Yaani nina kesi kama zote. Yaani mpaka nashinda hata kukumilia wapi. Basi sawa. Kama utafikishia ujumbe basi sawa. Haina shida, mimi nitafanyia kazi. Maana sielewi kitu chochote ndugu yangu, ndio kwanza unanipa hizo taarifa. Haya. Basi sawa, mimi ngoja nikuache. Haya, karibu. Haya. Yani da changamoto mtaa wa Uswahilini, mtaa wa Uswahilini. Yani da changamoto Uswahilini, mtaa wa Uswahilini. Wenyewe hodi. Karibu. Karibu. Asante udugu wangu. Leo hujatoka nini? Hamna, leo hata sijatoka. Leo biashara mbaya nini? Nimeamua tu. Sasa shogangu mimi nimekuja nina shida. Tena nina matatizo yanifika hapa kooni. Mume wangu ana siku hizi hajalala kwangu. Hivyo unavyoniona nina heka sijatulia, nina tanga na njia kumtafuta mume wangu. Sijui shogangu kama umemwona sehemu. Ndio nimekuja, yani uniambie, yani kama umemuona. Kiukweli dada, mimi mume wako sijamuona. Na hata kwenye matembezi yangu sijabahatika kumuona dada. Na laiti kama ningemuona, basi ningekwambia dada yangu mahali nilipomuona. Na Jessica aliniambia kwamba alimuona na msichana bondeni. Sasa huyo msichana huyo nikimjua atanitaja jina langu la utoto, atanitaja jina langu la kigoli, atanitaja jina langu la ndoa. Naitwa nani? Kwa sababu anipa changamoto. Mimi mume wangu nimetoka naye mbali. Cheki nilivyokonda. Nakuona dada. Ninavyohangaika, ninavyoswapa. Haya dada, lakini mimi sijabahatika kumuona mume wako. Haya, sawa mimi naenda. Sawa, karibu. Wa ushairi ni watu wanafanya. Yao waogopo kwa nini ukimwangalia. Mkubwa utasema kama mtoto ukimcheki mtoto. Yani da changamoto mtaa Uswahilini. Ya Uswahilini. Dada, safari ya wapi? Naenda hapo mbele kakangu, naenda kutembea. Umekucha sasa. Na umeshaoga hapo sasa hivi umependeza, vyombo vichafu. Nitarudi kuviosha baadaye. Haya, kufagia uwanja. Si baadaye kaka, mambo hayo yote nitayafanya. Unaofanya? Naenda tu mara moja. Sasa hivi unarudi sasa hivi. Unavyoondoka hapo. Kaa hapo chini na maongezi na wewe. Naambia. Safi. Wewe dada, wewe una matatizo ya akili au huko unaenda? Naenda kusalimia. Nenda kusalimia. Wazako hawajafika kukusalimia asubuhi, wanafanya makazi zao huko kwao huko. Wewe sasa hivi una kelele chako umetoka kwa tozo zako hapa, unaenda huko unawafuata wao majirani zako sijui. Wanakulipa nini wewe? Mimi naenda hapo nimekuaga, nimekwambia naenda hapo kusalimia mara moja na arudi. Kwani kuna shida gani kaka yangu Haya wewe unasema naenda kusalimia, kwa kusalimia vipi? Sasa sikiliza, kuna mama alikuja hapo.
Huyo mama kasema umeenda kumpelekea taarifa ya uongo. Wewe mnafiki, mzururaji mkubwa wewe. Wewe mnafiki mgombanishi. Sasa nami nimwambie hivi, yule dada kaida yake kuleta taarifa za uongo, kaida yake mgombanishi. Sasa dawa yake mkalie kigenge, mkungute hadi akili mke sawa. Mkeo kapita hivi, naomba pita hivi, changamsha babangu usinijazie hivi, fanya haraka kabla mkeo hajanijazia watu mia. Pita hivi, unashangaa nini baba wewe? Alo, inaenda sana bahati. Hebu angalia hiyo. Mshenzi nini? Yani da changamoto. Ya. Ndio biashara shakwa. Yani da changamoto. Na wanakusubiri. Wewe nenda. Afu sikiliza kaka. Tuheshimiane, umesikia? Na kuheshimu. Wewe mbona kwenye mambo yako mimi sikuingilii? Wewe mbona unapenda kunifuatilia? Sasa sikufuatilia si dada yangu. Ukweli nisikuambie. Wewe kule duka nisubiri kwanza kusimamia. Wewe mbona kule duka unalifilisi? Mimi si lopoki Umeachiwa duka sasa hivi na miaka hiyo 3. Hamna kinywaji mule ndani, hamna chochote. Zaidi ya kuhonga. Yaani zile hela sijui unazihonga, sijui unafanyia nini, sijui unaenda kunywa pombe huko, mimi sikuelewi. Mbona mimi sikuingilii? Afu tuheshimiane kaka, umenielewa? Achana na mimi. Mwanzo na mwisho leo. Nishakuwa sasa hivi. Dada, achana na mimi. Sasa wewe unaondoka, afu hela huko hauleti. Mimi nakaa nje hapa na duka ndio kama hivyo lilishafilisika. Wewe baada ya kuosha vyombo hapo tusaidiane, tutume matembele huko, tule. Tuangalie maisha mengine, wanaenda kupeleka umbea huko. Wakikukanda huko utaijomia na uwepo wako, angalia. Weupe kaa embe. Ani kaiva kaa nini? Pumbavu mkubwa wewe. Na ukitoka huko urudi na hela. Jinga wewe. Umalaya tu. Kuosha vyombo Yo wagopo kwa nini ukimwangalia? Mkubwa utasema kama mtoto ukimcheki mtoto. Yani da changamoto. Mtaa Uswahilini. Yeah. Ya Uswahilini. Yeah. Shem lake hilo. Ndiye shemeji yangu. Sasa umetokea wapi? Mbona dadangu anakutafuta sana jamani, unamsumbua Mimi nipo. Yaani ndugu yangu, apalaliki apakaliki. Yaani kila siku swala lako wewe. Yaani tumetoka kuzungumzia swala hilo kuhusu wewe. Mbona mimi shemeji nipo? Unajua shemeji, nikwambia kitu kimoja. Kitu ambacho kinamsumbua rafiki yako ni wivu tu. Lakini mimi nipo. Ni kweli na siku 4, lakini ni harakati tu shemeji. Mbona tayari anajua? Maana yani anavyosumbuka kukutafuta kila sehemu. Yaani anakuulizia kuhusu wewe. Na shemeji. Ila shemeji, kitu kimoja. Mtu kutafuta chake sio mbaya. Lakini mimi nipo shemeji yangu. Sawa shemeji yangu, maana huko na alipo na hisi pesha ipo juu. Bora hata nilivyokuona, akikuona atakuwa na amani. Basi sawa. Shemeji yangu. Ubarikiwe. Afadhali hata nilivyokuwa na shughuli yangu. Maana mguu uko unakuja nyumbani kwako. Bibi wewe ndo nini kumwelekeza watende kwa mume wake na mimi ndani? Makubwa. Mimi wewe nimemwambia atende. Ndio wewe watende umjui. Au wewe watende hujaambia kama mimi yake na ndani. Maana kanijia hapa bibi wewe nusu hata nifumue. Sijui unanielewa? Anaanza kuniuza mume wangu sio kufanya, anaanza kama kunizunguka. Mimi nikajua moja kwa moja ni wewe Jessica umemwambia. Kama watende mimi yake na ndani. Bisha. Labda mwenyewe kajishukuru, lakini mimi sijamwambia, sina umbea huo shoga yangu. Jessica wewe nakujua wewe ni mbea. Bila shaka tu utoka umemwambia. Sasa mimi ndugu wangu nikuchome wewe kweli jamani, kweli? Nikuchome hivi. Sina hata imani na wewe, damu kubwa wewe umemwambia.
Kumbe hujamwambia. Kumbe hapa kafuata nini? Kama wewe hujamwambia. Hapa kafuata nini kama wewe hujamwambia? Bibi wewe umemwambia. Mimi nakujua vizuri wewe kama mbea wewe. Afu sikiliza ye mtoto. Samahani usinipandishie kibesi. Unanielewa eh? Kwani wa mume wa mtu mchukui kweli? Si umembeba umemfungia ndani humo. Uongo. Uongo. Umembeba mbaba tu nakwambia umemfungia ndani sijui umemwogesha midawa gani? Kwani uongo? Ndio nimemwambia. Wewe unatakaje? Ulikuwa unatakaje kwa mfano? Kumbe. Sasa ulivyokuwa unazunguka, si ungesema tu kama umemwambia kweli? Babu. Ungesema tu. Niache, usinipandishie kibesi samani, tena samani ukome mara moja. Si unanielewa? Sawa ila tuachane nayo ila kanitikisa. Achana na mimi. Hebu toka bwana. Niharibie muda. Si unanielewa na ukome kubebaza wanaume za watu. Bwege wewe. Kwema udugu? Kwema tu damu kubwa niambie. Udugu wangu unaenda wapi? Nenda huko kuna mdada mmoja anaitwa Mama Chris, ikaja kuonesha uzi wake ndio nataka nikaone huko. Je, upo ushaisha? Hapo umenikumbusha shoga yangu. Maana nitaka kusahau. Huyo Mama Chris yenyewe mbabaifu. Mbabaifu kabisa. Ukila keki kwa shilingi 10,000, wewe kwako unakula keki kwa shilingi 1,000. Upo? Nipo. Na ukikata sare yake kijao chako kwa shilingi 10,000, wewe unakata kwa shilingi 8,000. Basi ndugu yangu mimi ndio nikasema ikaeka niwahi huko labda uzi utakopo bado upo nikauone umeona maana kaja nyumbani eka pale. Kwanza tuachane nayo. Hivi shemeji amerudi kweli? Karudi shoga yangu kajichekesha pale, kaja na kidodi cha kanga chake pale, kaja na kijora Msomali, mimi tena nimempokea mpenzi wangu, mume wangu. Basi ndugu yangu kama ameisha vizuri, mimi ngoja niende huko nikaangalie huko huo uzi. Upo amna nitajua huko. Sawa, wewe utaenda kujionea mwenyewe. Haya poa basi damu kubwa. Haya poa. Genomene. Oh. Una vitu kibao mtaa. Oh. Una vitu kibao mtaa. Uswahilini watu wanafanya. Yani